Sara, nateseka na mapenzi Sara, mapenzi yanaumiza moyo Sara. Karibu. We malaya, umefuata nini nyumbani kwetu? Huna. Kama yeye ni malaya, wewe ni nani? Kahaba. Mdogo wangu karibu, pita ukae hapa. Hata kama dada, hivi kwamba humjui huyu? Huyu si ndo alikuwa mpenzi wake na mume wangu mtarajiwa? Asa kafuata nini nyumbani kwetu? Ananitakia nini kama sio uchawi ni nini? Niulize kwanza kilichomleta. Hakuna chochote kilichomleta. Anataka nini sasa kwetu? Sikia dada, nikwambie, nimekuja kwa jambo hilo moja. Yaani swala la kibadili, usimami kwamba kumwacha. Hilo swala haliwezekani. Sio, unanielewa? Yaani kama ndio vita ndio kwanza imeanza bado mbichi. Tena nilikuwa nakutafuta sana. Dada umenikuta. Tena umenikuta na vita ninaitaka. Kumbe ninaitaka kwa taarifa yako. Ndio tumeanza sasa. Sasa kama ni vita ndio imeanza, tutamaliza. Nishakushida. Angalia mimi sasa niangalie sura yako. Je, ingekuwa nzuri ungeolewa wewe. Nyo. Mdogo wangu Sasa vipi? Safi. Wapi sasa kuna umewaka vya hatari basi. Sinaondoka leo kwa mishimishi zangu huko. Si unajua tena. Eh. Kwa ndo safari. Safari. Si unajua wanaume tukaa hivi. Kweli sasa. Naona tayari mapambano tayari yameshaanza hapa. Basi sasa blaza, mimi nitakia safari njema si bado? Na nzumu hapa. Sipo, tunachecheki movie kwanza. Basi na noma mengo yale mshikaji. Basi kwa poa blaza. Kama kubwa. Bro. Baba. Yaje. Nakuona umewaka ndugu. Ndio hivyo wanataka kucheza. Vipi blaza? Sawa mimi ndugu wangu. Sana blaza. Asante. Yaani kama ungechukua dakika mbili tu mbele hapa. Kwa pishana na blaza hapa. Hapa naye pia ndio maana nataka shaniaga. Kaomba nataka kutoka kwenye safari zake. Oya. Mbona umewaka? Wapi tena? Naingia mishimishi zangu. Si unajua tena bro. Unajua mwanaume akae bila kazi mjini hapa. Kweli blaza. Sawa. Mimi ndo nipo kiomboi nini. Kwa hiyo nimefika ndo nimetulia hapa. Kwa hiyo ina maana tabaki na chalia hapa. Yaani mimi niamini kwamba kwa kuwa wewe umeondoka, basi ndio kwamba nitabaki kinyonge hapa, lakini sababu blaza shafika hapa. Mambo ni yale yale. Bro alipo nipo. Unajua tena. Kweli uhakika. Unajua nini? Ndio. Unajua nini? Ndio. Unajua ni mzee wa vibomu. Naelewa. Na mapigo yake mengine yale. Hapo ndo mara pake. Hapo ndo umefika. Au sio? Ila ndogo wangu usiwaze. Mimi naamini sana blaza zangu. Yaani huwa mniangusha sasa. Yaani napokuwa changamoto zote zile pale nazingatia kweli kweli yani. Ila dogo ndo nimeshafika. Yaani kuhusu masuala na kwa tabu kwangu sana. Mimi naelewa sana kwa zangu. Maana lazima nizingatia. Au hakika. Oya. Basi sawa, mimi sikuchelewesha na safari yako. Basi poa. Haina noma. Poa. Sikucheleweshe. Sasa nilikuwa nimesahau kitu kimoja. Vipi kuhusu demu wangu Huda?
Uda, achana nayo. Anataka kubizi na misafari yake huyo. Anakuwa anazingua kinyama. Jamaa yuko bizi yake na masafari. Inawezekana. Ndio maana kachanganyikiwa wewe. Sasa unajua nini dogo? Hapa nataka nioge zangu. Afu zaidi yani sikai. Kwa sababu nimemisi demu wangu Huda. Demu wako? Yeah. Demu gani tena? Si demu wangu Huda. Sasa wewe dogo ulikuwa mfahamu. Alikuwa anamfahamu Charlie, kwa hiyo mjui. Basi hamna noma blaza. Ukapate maji, mimi bado niko zangu kwanza hapa nakaa kimovie. Lakini baada hapo mimi pia naweza nikatoka sababu bado niko confused. Basi poa. Utanikuta hapo. Haina noma. Poa poa. Jina kama vile nalisikia. Watu kama gonganisha magari hao. So good. Watu angalie mwishoni itakuwaje. Nateseka na mapenzi Sara, mapenzi yanaumiza moyo Sara, 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 nateseka na mapenzi Sara, yanautesa moyo Sara, Sara, Sara. Ni bora hata tumekutana hivi dakika chache tu na mazungumzo na wewe. Hakuna asiyejua mtaa mzima unaachwa na Kibadi. Hiyo basi ni kipi kimekufanya usinipe nafasi mimi? Sio mtaa mzima tu, hata ingekuwa ni dunia nzima, kwa sababu Kibadi ndio mwanaume ambaye uniandikia kitabu kizuri cha mapenzi na mimi nikakielewa. Sio yeye tu mwandishi mzuri wa kitabu cha mapenzi, na episode ya kwanza imeishia hapo. Hivyo nilikuwa naomba nafasi niendeleze episode ya pili na imani tupende. Sikia Kai, wewe bado ni kijana mdogo sana. Achana na mapenzi. Mapenzi yanaumiza. Kama hutaki kuelewa. Hayo maumivu mimi ndio nayataka sasa. Kwa maana mapenzi hayachagui umri. Hivyo basi nipe nafasi nikuoneshe. Sara, 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 nateseka na mapenzi Sara, mapenzi yanaumiza moyo Sara. Wala mimi bwana kazi kwa masomo. Mara mapenzi ni mateso. Usipangalia mwanangu. Utafilisi ile duka. Sara, 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 nateseka na mapenzi Sara, mapenzi yanaumiza moyo Sara, 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 Sara. Nungi, unaenda wapi mdogo wangu? Naenda mtaani. Mtaani kufanya nini sasa? Kwa masuala wangu. Maana wewe hauna muda wa kukaa nyumbani. Kosa tukae chini tushauriane, tupangane mawazo mdogo wangu. Ukae ukatulia. Muda wote ni kutoka. Sasa mimi naongea mimi na wewe sister ni mnafiki kama yeye mwenzako. Kivipi? Kivipi? Hoja mwachisha shemu wangu na blaza. Kumbe shida ni hilo. Ukosa kunisifia dada yako, unajua kuchagua, ulimchagua mwanamke bora, mwanamke mzuri, mwenye stara. Unajua kuchagua kidoti. Sio kidoti tu, yule anajistiri. Kujistiri gani yule demu yule? Anajistiri nini kwanza? Tiri, kwa nini unamwonaje? Sio kidoti tu, ametulia. Yule demu ametulia yule. Ndio. Hata kwa macho auone. Na kuonea huruma sana mdogo wangu. Yaani mimi siwezi kuishi na wewe sister. Umesikia ni mnafiki sana. Kwanza nikienda kwa shemeji wangu pale, atanipa misosi. Nikienda kwa kidoti atanipa nini? Atanipa vidoti nini? Kumbe kinachokupa misosi tu mdogo wangu, tenda kupewa sumu.
So misosi. Mdogo wangu utapewa sumu. Tulia nyumbani utapewa sumu. Shida so misosi. Kwanza mwanamke wenyewe mstaarabu yule. Haya yule Kiloti ana ustaarabu gani yule? Mimi yule mwanamke nimemchagua, mwanamke yule anajistiri. So mapepe wako. Ana ustaarabu gani? Mtaa mzima anamfahamu. Wanamfahamu aje? Binti kicheche yule. Shangingi. Kutwa kucha kiguna njia. Kwanza vurugu ni yeye, mishauo ni yeye. Mwanamke mapepe shindikana. Wewe unaona ni mwanamke. Mimi naenda zangu mtaani, kwanza unitolee fujo, umesikia? Haya nenda. Saizi yako yupo anakuja Kakiba. Aje huyo kako, mimi mwenyewe simuogopi, kwanza kashaniuzi. Haya nenda, kiboko wako Kakiba, subiri aje. Jikaze mwanangu, wewe mtu wa kiume, acha kulilalia mapenzi. Jikaze. Kama ni wanawake wapo wengi, kila siku wanazaliwa wapya duniani, ni wazuri kuzidi hata wewe unampenda wewe. Siwezi kuacha kulia sababu yule mwanamke nimempenda. Sawa unampenda lakini hakupendi. Hebu tumia kwanza akili, angalia shule yenyewe umekataa. Dada ndio ile hapo duka amekufungulia kujikomoa kimaisha. Bala uweze kutafuta maisha yako, maisha yenyewe yalivyokuwa magumu hivi sasa hivi. Una kazi tu kulilalia mapenzi ovyo. Acha ujinga. Mdogo wangu, unajua mapenzi ni nini? Sasa kuna haja gani kujua mapenzi? Kama hivi anavyokuumiza kila siku, Kila siku unashinda unalia. Na kama ni wanawake mbona wapo wazuri? Kila siku wanazaliwa wanawake wapya duniani tena wazuri kumzidi hata yeye, Hebu tumia akili. Tafuta maisha yako kwanza. Siwezi kujikaza kwa sababu yule mwanamke nimempenda sana. Achana kwanza, mimi nilichokushauri cha kwanza na masuala ya mapenzi kwa sasa hivi. Pambania kwanza maisha yako. Duka sili hapo mfunguliwa. Wewe una kazi tu kulilalia mapenzi ovyo, Tumia akili, acha ujinga. Mimi ndio hicho ndio nilikuwa nataka kukushauri. Ndio maana nimekwambia mdogo wangu, hujakuwa. Siku utakapoyajua utakuja hapa na utaniambia mapenzi ni nini. Haina haja ya kuyajua, Bwana nini hapa? Sio baza Kai. Tuko Bongo hapa ilifasha Rukani yuko nje kuingia mapenzi. Hivi Kai, na mtoto mdogo umeshajua mapenzi? Jamani dunia jamii. Shule umekataa, nimekufungulia duka, unavyojua mimi dada yako mimi nipo busy. Alafu duka na utaiendesha kweli? Kwani mnataka kunichanganya? Dada sorry. Kai. Haya okay. Mimi nawapa tu ushauri wangu. Alafu mjue mnazidi kunichanganya. Mimi dada yenu muda wote mimi nipo busy. Sina muda wote wa kushauria sana, sisitiza kwako wewe Kai. Shule umekataa, nimefungulia duka, no unachezea unaendekeza tu mapenzi. Hebu kaniletee sukari huko mara moja. Allô? Bonjour. Mais j'ai déjà envoyé l'argent, non? J'ai envoyé ça à maman Alice. Usinichanganye. Mimi nishatuma mzigo, shafika pale Burundi, inabidi uingie pale utaikuta pale kuna nini ku frontière ya Rwanda hapo. J'ai envoyé ça à Alice et maman Clarisse là. Mais moi j'ai déjà envoyé l'argent, non? Afu msinikoroge, sipendage vya vile. Mimi nateseka, ninapita kujua, afu unakuja kuanza kunikomplike tu. Nishatuma biashara popote. Sasa ukifika pale ku frontiere ya Rwanda pale utakutana. Nishapatia mama Alice atakupatia. Comment expliquer ça si à tout comprendre? Ongea bien si à kusikia. Si za kusikia bien afu na video. Afu ashanchanganya biashara yenyewe imenichanganya, nyinyi mnanichanganya. Unaona sasa kumkoroga dada. Shauri yako. Tara, jamii imekuwa yenye maajabu, watu wamefumani wa ajabu, kila siku dunia yetu inakwenda bila mabadiliko.